وذكر أمثلة na akataja mifano thumma qala kisha akasema wa kuntu ubayyin na nilikuwa ninabainisha anna ma nuqila ani salafi wal a'imma kwamba yale yaliyonukuliwa kutoka kwa salaf na kutoka kwa maimamu min itlaq alqawli bi takfiri man yaqulu kadha wa kadha katika kufanya itlaq kuitoa kauli ya kumkufurisha anayesema kadha wa kadha fahuwa aidan haqq kauli hiyo vile vile ni haki atakayesema man qala alquran makhluq fahuwa kafir ni haki lakin yajibu at-tafriq baina al-itlaq wa at-ta'yin lakini kuna pasa kutofautisha baina ya kule kutaja kwa itlaq na kuainisha mtu maalum ila an qala mpaka akafikia kusema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah watakfiru huwa min alwaidi na kukufurisha ni katika waid katika makemeo katika makamio au makemeo fa innahu wa in kana alqawlu takdhiban lima qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innahu hakika mambo yalivyo wa in kana alqawlu ijapo ikiwa hiyo qawlu takdhiban ni kukadhibisha lima qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kukadhibisha yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam lakini qad yakunu ar-rajulu hadith ahdin biislam lakini huenda akawa huyu mtu ni mgeni kwa zama katika Uislamu au nasha bibadiyatin ba'idatin au amekulia katika mapori ya mbali huko katika vijiji vya mbali wa mithlu hadha la yukaffaru bijahdi ma yajhaduhu hatta taquma alayhi alhujja na mfano wa mtu huyu hata kufurishwa kwa kukanusha kile alichokikanusha mpaka itakaposimama juu yake hujja وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص na huenda mtu akawa hajasikia nususi hizo au sami'aha walam tathbut indahu au alijisikia lakini hazikuthibiti mbele zake wewe umekwenda na hoja ukampa lakini hazikumuingia katika akili yake bado ana shubuhati nyingi wewe wasema hivyo fa inna kulla muhdathatin bid'ah tayari yakashafundishwa kwamba kuna kullu kullia na kullu juz'iyya sasa kule mansanna itakuwaje afu ashindwe wewe kubabadua aendelea na jambo lake yani nimempa hoja ulitoa hoja za kueleweka ulizisimamisha uliweza pige mwenyewe ulikuwa hujaelewa hadithi sawa kwa mtu anaweza akawa amejazwa mambo mengi na shubhati zile ili kumsimamishia hoja utakiwa uzivunje ile shubhati zake sio hivyo sasa fika mahali tuache tu bwana maadamu sisi tunakuta wazee wafanye sisi tutafanya na maana mtu fulani ajue sasa ikibaki hiyo au masala mengine akileta hii imevunjwa kileta hii imevunjwa kija hii imeliwa zimeisha hana nyingine baki atazama bwana tuache tuna mambo yetu sasa wakati yakunu ar-rajulu lam yasma' tilka an-nusus huenda akawa mtu akuzisikia hizo nusus hajasikia kabisa hadithi ndio anasikia leo au sami'aha au alisikia ina maana kwamba watu watakiwa wasome sana na pia wabainishe sana waseme sana wabainishe haki sawa usijikona mambo yajulikana watu hawajui vile unafikiria wewe ilivyo watu hawajui wamesikia juu tu bado mtu amejazwa ushribu al-ijla fi qulubi sawa kwa mpaka ijli atoke ni kazi kubwa nasallallahu alayhi wasallam walam tathbut inda au sami'aha walam tathbut inda au amezisikia lakini hazikuthibiti mbele zake au aradaha indahu mu'arid akhar awjaba ta'wilaha au aradaha indahu au limzukia yeye mbele au zilizuka mbele yake muaridun akhar lenye kuzuka jingine ambalo aujaba ta'wila lilompelekea kwenye kufanya ta'wili umempa hoja mara ikamjia hoja nyingine ambayo yeye aona kwamba hii ni hoja kumbe ni shubha tu akaona hii ni hoja mtasemaje hapa alafu wewe huna cha kusema sawa wa in kana muftia japo akiwa ni mwenye kukosea basi kuna kazi kubwa sana wa kuntu daiman ibn Taymiyyah anaendelea wa kuntu daiman adhkuru alhadith alladhi fi as-sahihayn na nilikuwa daiman naitaja hadithi ambayo katika sahihi mbili fi ar-rajul alladhi qala
kuhusu yule mtu ambaye amesema idha ana mitu fa ahriquni. Hadithi hii pia Sheikh Al-Albani mara nyingi anapenda kuitaja, pindi mimi nitakapokufa nichomeni moto, thumma ishaquni, kisha alafu nisugueni ile majivu, nishaungua nimekuwa mkaa, alafu ile majivu yangu ile mkaa wangu niusugueni uwe unga ule, bwana ishaquni, kisha nisugueni niwe unga niwe majivu. Thumma dharuni fil yam, kisha ninyunyizeni katika vijito, katika mto, katika kijito, yale majivu yale yachukueni yanyunyize katika yam. Sio tapeperushwa, yatakwenda na maji huko, haya yamekwenda huku, yale yamekwenda kule. Fa wallahi, ninaapa kwa Allah, huyo mtu anasema hivyo, la in qadara Allahu alayya, Allah akiniweza mimi, kwa maana akinikamata mimi Allah, la in qadara Allahu alayya, akikamata Allah juu yangu, au akiweza Allah juu yangu kunikamata, la yu'adhibanni adhaban, ataniadhibu kwa adhabu ambayo ma adhabahu ahadan min alalamin, hajawahi kumwadhibu yoyote katika ulimwengu. Fafaalu bihi dhalik, wakamfanyia hilo watoto jamaa zake, wakamfanyia hivyo. Walipokufa wakamchoma moto, alafu ule mwili wake wakausugua, mifupa ile nini ikawaunga, wakaenda wakaimwaga katika al-yam. Faqala Allah, aliposhafanywa hivyo Allah akamwambia, akamuuliza, ma hamalaka ala ma fa'alta, ni jambo gani limekupelekea juu ya lile ulilofanya? Qala khashyatuk, akasema yule mtu, nimefanya hivyo kukuogopa wewe. Faghafara lah, Allah akamsamehe. Tusingelijua hilo isipokuwa ni kwamba alieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu waliotangulia, na ndio maana Imam al-Bukhari katika sahihi yake kitaja hadithi katika ahadithul anbiya, habari za mitume, ametaja habari hizo. Haya, fahadha rajulun shakka fi qudrati llahi, huyu mtu ametia shaka kuhusu uwezo wa Allah, wa fi i'adatihi idha dhurri, na katika ametia shaka katika kurudishwa kwake pindi atakapofanywa kuwa ni majivu, kwamba mimi ametia shaka katika uwezo wa Allah, kwamba mimi nikifanywa hivi Allah hataniweza, na akatia shaka kwamba mimi sitarejeshwa ikiwa nitafanywa majivu, sawa, kama nitakapokuwa nimepeperushwa, kwa sababu dharru ramadi ala aluyun ni kupeperusha ule majivu yale katika macho, kisha nipeperusheni, thumma dharruni fil yam, nipeperusheni katika kijito. Kwa hiyo ametia shaka katika uwezo wa Allah na katika kurejeshwa kwake pindi atakapokuwa amepeperushwa, bali i'taqada annahu la yu'ad, bali ameitakidi kwamba yeye hatarudishwa. Wa hadha kufru, na hili ni ukafiri biittifaqi almuslimin, kwamba kishatua moto basi huyo Mungu hakupata kitu, atakuwa kapata majivu tu, kamkosa, ndio dhana yake, na hii ni kufru. Lakin kana jahilan la ya'lamu dhalika, lakini alikuwa ni jahil, halijui hilo. Wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqiba, na alikuwa ni mu'min anayemuogopa Allah asije akamwadhibu. Faghafara lahu bidhalika, akamsamehe Allah kwa hilo, kwa sababu huo ujinga aliofanya. Walmutaawilu min ahli alijtihad, na mwenye kufanya ta'wili katika wale watu wa ijtihadi, fata'dhimu almawlid ile واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. والمتأول من أهل الاجتهاد, na mwenye kufanya ta'wili katika watu wa ijtihadi, alharisu ala mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mwenye kupupia katika kumfuata mtume, mwenye kupupia juu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, aula bil maghfira, ana haki zaidi, anastahili zaidi kusamehewa min mithli hadha, kuliko mfano huyu. Huyu ana haki zaidi, huyu mutawili ambaye ni mujtahid, ni katika ahli ijtihadi, ana haki zaidi ya kusamehewa kuliko yule. Sasa maneno haya hayaonyeshi kwamba Ibn Taymiyyah ajuzisha watu watakapokuwa mtu atoe wasia akifa achomwe moto. Ibn Taymiyyah akajuzisha, utakuwa hujaelewa anachokizungumza. Yeye hazungumzii masala hayo. Al-adhan